Je, Simba ipo kwenye mtego robo finali klabu bingwa Afrika baada ya kupangiwa na timu Esperance, Stade Malien ya Mali na Petro de Luanda ya Angola. Kundi Esperance de Tunis, Stade Malien ya Mali, Petro de Luanda Angola. Si kundi jepesi sana, japokuwa Simba wana nafasi nzuri kama wakicheza kwa nidhamu na umakini. Tuchambue kwa ufupi wapinzani wa Simba. Esperance de Tunis ya Tunisia. Hawa ni vigogo wa Afrika, washindi mara 4 wa CAF Champions League. Wanajulikana kwa uzoefu mkubwa kwenye hatua za makundi na mchezo wa kiufundi. Sio timu dhaifu hata kidogo, lakini hawako kwenye kilele chao cha kama miaka ya nyuma. Stade Malien ya Mali. Hii ndio timu ambayo inaweza kuonekana dhaifu kwenye karatasi, kwani haina historia kubwa ya mafanikio kwenye CAF Champions League. Hata hivyo, inapocheza nyumbani, Bamako huwa ni timu ngumu. Petro de Luanda Angola. Timu yenye uwezo mkubwa, walifika nusu finali msimu 2021-2022. Wana wachezaji wa Angola na Brazil wenye kasi na nguvu. Ni wapinzani hatari. Kwa upande wa Simba Sports, wana uzoefu mzuri wa hatua ya makundi na walionekana kuboresha kikosi msimu huu, wakicheza vizuri mechi za nyumbani pale kwa Mkapa. Wana nafasi nzuri ya kufuzu robo finali. Kwa hivyo ni sahihi kusema wamepangwa na timu dhaifu, bali ni kundi lenye changamoto. Kwa hivyo si sahihi kusema wamepangwa na timu dhaifu, bali ni kundi lenye changamoto za wastani, kundi la kupitika, si rahisi sana, ni gumu kupita kiasi. Tuchambue kidogo kwa kina nafasi za Simba kufuzu robo finali ya ligi ya mabingwa Afrika CAF Champions League kwa kutumia vigezo vifuatavyo. Ubora wa kikosi cha Simba msimu 2025-2024 msimu huu, 2025-2026 msimu huu. Uzoefu wa wapinzani, nguvu ya uwanja wa nyumbani Benjamin Mkapa, rekodi za hivi karibuni. Kundi la Simba: 1. Simba Sport kutokea Tanzania, 2. Esperance de Tunis kutokea Tunisia, 3. Petro de Luanda ya Angola, 4. Stade Malien ya Mali. 1. Simba Sport kutokea Tanzania. Nguvu: uwanja wa nyumbani, mashabiki, kikosi chenye wachezaji wenye uzoefu kina Kibu Denis. Mara nyingi wanapata tabu mechi za ugenini kaskazini mwa Afrika. Udhaifu wao: fomu ya hivi karibuni nzuri kwenye ligi ya ndani na michuano ya CAF. Makadirio ya nafasi za kufuzu robo finali ni 70%. Esperance de Tunis ya Tunisia. Nguvu, uzoefu mkubwa michuano hii na nidhamu ya kiufundi. Udhaifu wao: hawana ubora wa miaka 2018 mpaka 2020. Timu inabadilika kizazi. Uchezaji ugenini wastani, mara nyingi wanategemea sana nyumbani. Nafasi ya kufuzu ni 65%. Petro de Luanda ya Angola. Wachezaji wenye kasi na mbinu za kiufundi, wamekuwa na mafanikio makubwa miaka ya karibuni, hivyo ni nguvu yao. Udhaifu wao: wanapocheza ugenini Afrika Mashariki mara nyingi hupata taabu kutokana na mazingira. Nafasi ya kufuzu ni 55%. Stade Malien ya Mali. Nguvu, wachezaji wachanga, nidhamu ya kiufundi na nguvu ya nyumbani. Uzoefu mdogo wa hatua ya makundi na kiwango cha chini cha mashindano. Nafasi ya kufuzu 20%. Kwa hivyo Simba wana nafasi nzuri ya kufuzu robo finali kwa sharti kwamba wanashinda mechi zote nyumbani, pointi 9 au zaidi, angalau wapate sare ya ushindi mmoja ugenini. Kwa hali ilivyo, Simba wana nafasi kubwa zaidi ya kumaliza kundi katika nafasi ya kwanza au ya pili. Hii ni Neli TV, endelea kutufuatilia, pia usisahau kulike, kushare, kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu ili uendelee kufurahia taarifa zetu mbalimbali za kimchezo kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Mimi ni Sports.